wanachama, wapenzi, wafuasi na viongozi wa ACT Wazalendo hapa Zanzibar kwa kimbunga hiki ambacho tumekiona leo. Inatupa faraja kama nilivyoeleza hapo nje, na inatupa moyo kwamba Wazanzibari wako tayari kwa ajili ya mabadiliko, na ni wajibu wetu sisi viongozi kuhakikisha kwamba tunasaidiana nao kuhakikisha mabadiliko hayo yanapatikana. Sasa swali ambalo ndugu Faruku ameliuliza kwamba imekuwaje, mbona haraka? Katiba ya chama chetu imetoa nafasi mtu yoyote ambaye anajiunga na chama ndani ya siku 7 baada ya kujiunga ana haki ya kugombea nafasi yoyote ile, na wanachama wote wana haki sawa. Hakuna mwanachama mpya wala mwanachama wa zamani, na ndio maana mmeona imekuwa ni rahisi sana baada ya shusha tanga pandisha tanga, chama chetu yani sasa hakionekani wala kwamba kilikuwa kuna ACT na kulikuwa kuna watu ambao walikuwa chama kingine wameingia. Ni kwa sababu ya utamaduni huo wa kitaasisi ambao tumekuwa nao kwamba watu wote ni sawa mara baada ya kuwa wamechukua kadi ya chama na kujiunga na chama. Kwa hiyo hivyo kwa ndugu Membe, mara baada ya kuonyesha nia, baada ya kuwa amejiridhisha na kwamba chama hiki ni jukwaa sahihi la yeye kuendeleza mapambano na kusaidiana nasi kuhakikisha kwamba tunaendeleza mapambano ya kudai demokrasia, ya kudai haki na kufanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi katika nchi yetu. Na mara baada ya kuwa amechukua kadi, alitimiza muda ule wa kikatiba wa chama wa kuweza kuruhusiwa kugombea nafasi yoyote ile ya uongozi, na akakabidhiwa fomu, na fomu zetu zilikuwa wazi. Sisi hatukuwa na fomu moja na kwamba ukiitaka inabidi uende kwa mgombea kupiga fotokopi kama ukitaka nyingine. Tulikuwa tuna fomu nyingi, waliojitokeza ndio yeye, na kwa hakika vikao vyote vya chama viliridhika kwamba ni mtu sahihi ambaye anaweza kutufikisha kule ambako tunataka kufika. Na sisi tunaamini kabisa ya kwamba tutatumia uzoefu wa muda mrefu wa ndugu Membe katika serikali, katika vyombo vya ulinzi na usalama, kwa wale ambao ni viongozi wanaochipukia vijana kujifunza, na kwa wale ambao ni viongozi wazoefu wabobezi kama kina Maalim na wengine kufanya kazi pamoja na kuongeza nguvu kwa ajili ya kuleta mabadiliko yanayotakiwa katika nchi, mabadiliko ya kuhakikisha kwamba kuna demokrasia na haki, mabadiliko ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma za jamii ambazo ni bora, mabadiliko ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi wa watu na sio uchumi wa vitu, na mabadiliko na ila muhimu zaidi kwa Wazanzibari kuhakikisha kwamba tunakuwa na muungano wa haki, usawa na wenye kuheshimiana. Na naamini kabisa kwamba ndugu Membe ana dhamira ya dhati na ana commitment kubwa katika haya. Tumekaa naye kwa muda mfupi toka amejiunga kwenye chama, na kwa hakika sasa hivi utadhani alikuwa ni mwanachama toka wakati chama hiki kimeanzishwa kama ilivyo kwa wengine. Na hii inatupa baraka sana, inatupa faraja sana, na naamini kabisa kwamba tutaweza kwenda vizuri. Na Faruku, usio na wasiwasi na yale ambayo yalitokea huko nyuma. Ninaamini commitment ya ndugu Membe ni kubwa, na yeye ni tofauti na wengine kwa sababu yeye alifukuzwa. Yeye hakutoka kwa sababu amenyimwa nafasi ya kugombea. Yeye amefukuzwa, na kama Mtanzania ana haki ya kujiunga na chama chochote kile, na angeweza kujiunga na chama chochote kile, lakini aliamua mzoefu ambaye ameshika nyadhifa mbalimbali Maalim Seif, na aliona ndiko salama zaidi kwa ajili ya kwenda mbele katika kujenga demokrasia. Na tunamshukuru sana yeye kuchagua chama chetu, na tunampa ushirikiano wote unaotakiwa ili tuweze kuleta mabadiliko ambayo yanatakiwa. Asanteni sana. Ndugu Faruku ameuliza swali,
Je, Mheshimiwa Membe, mbona haraka sana baada ya kufukuzwa tu umehamia ACT? Na je, unaweza kuishinda CCM? Napenda nianzie pale ulipoishia, kwa sababu ni swali linalofanana kidogo. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi nilifukuzwa kama alivyosema mwenyekiti tarehe 28 mwezi wa pili, si muda mfupi, tarehe 28 mwezi wa pili, ingawa mwanasheria wa CCM alisema nilifukuzwa Disemba mwaka jana. Alafu mtu mmoja hapa katikati ambaye sitaki kusema jina lake akasema nilifukuzwa tarehe 12 Juni. Alafu bwana fulani naye akasema nimejitoa mwenyewe. Ukweli ni kwamba mimi ni mhanga niliyefukuzwa chama kama makada wenzangu. Na mtu mmoja alikuwa ananiuliza, "Hutarudi tena?" Mtu uliyefungiwa mlango na kufukuzwa unarudi tena? Si utaonekana rofa. Kwanza wataendelea kukufungia tu. Lakini nataka niseme sikuchukua muda mrefu kujiunga na ACT, kwa sababu kwenye chama cha ACT moja kina umoja, yani wako so united. Pili, kuna Waingereza wanasema accumulated experience ya Maalim Seif. Anatoa maudhui makubwa na mafunzo makubwa sana na kiongozi wa chama. Kwa muda mfupi niliokaa ndani ya ACT nimeshuhudia demokrasia ya kweli. Watu wanakaa masaa 4 wanabishana, sio kama kule nilikotoka ambako mtu mmoja alafu wa pili na nusu mtu mwingine ndio wanazungumza, watu watatu tu. Huku ni kila mtu ana debate mpaka mnafikia maafikiano. Hiyo ndio demokrasia ya kweli ambayo mimi nimeipenda sana. Lakini sio hilo tu, ACT Wazalendo hawapendi maonevu ya aina yoyote. Wewe angalia lolote linalotokea nchini, iwe mtu amepotea, iwe mtu amebambikizwa kesi, iwe mtu amefukuzwa nchini, iwe mtu biashara yake imefungwa, ni chama kimoja tu kinachoamka na kukemea, kimoja tu, ACT Wazalendo. Na msimamo huu ndio ulionichota mimi nikasema hiki ndio chama barabara. Lakini sio hilo tu, chama cha ACT Wazalendo ule mwelekeo wake, yani malengo yake ni malengo mazuri sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wake. Ni chama cha uongozi, sio cha kitawala. Ni malengo ya kuinua uchumi wa wananchi, sio kudumaza. Ni chama ambacho kinajali wananchi wote, sio wanyonge tu. Sasa ndio tumefikia wakati kwamba ni lazima twende kwenye mabadiliko ya kweli. Umeuliza swali, unaweza kukitoa Chama cha Mapinduzi? Jibu langu ni hili. Mimi nimefanya utafiti na wenzangu wa nchi 29 kati ya nchi 41 zilizobadilisha uongozi wake. Katika hizi nchi 29 nyingi zilikuwa na vyama dola, sio tu vyama vya kisiasa, vyama dola vile vilivyoleta uhuru ambavyo ndio vyama dola vyenyewe. 41 vipo, lakini 29 vilikuwa vinafanana na sisi, vimeondoka. Na nataka niwahakikishie leo, katika vyama vyote hivyo siku vilivyoondoka, hakuna aliyeamini ndani ya chama kwamba tutaondoka. Mpaka dakika ya mwisho na kura zinapigwa, vyama vyote 29 vile havikuamini, ikiwemo UNIP ya Zambia. Hakuna aliyeamini kwamba chama kitatoka. Sasa chama hiki tutakiweza kwa sababu kina sifa hizi tatu. Tutakiondoa CCM kwa sababu ya sifa hizi tatu. Moja, mazingira ya sasa ya nchi hii ni kwamba wananchi wamechoka, wanatafuta uhuru wao tena. Kutafuta uhuru ni jambo la kufa na kupona. Mtu anaposema nataka uhuru wangu, maana yake amechoka na system ya government. Tembea Tanzania bara na visiwani, katika kila watu 10 unaowaona, watu 8 wanataka mabadiliko na watu 8 wamechoka. Sasa unapoona jamii inasema tumechoka, wallahi nakwambia chama tawala kinadondoka. Ndio experience yetu katika vyama vilivyopita huko nyuma, vinadondoka hivyo hivyo wananchi wanaposema tumechoka. Lakini iko sababu ya pili. Sababu ya pili ni kwamba hali ya uchumi wa nchi yetu ni mbaya sana katika kipindi cha miaka 5 iliyopita.
ni mbaya mno, kiasi cha kwamba tunaogopa tu kusema, kama mtu anavyoogopa kusema kifo cha fulani. Tunaogopa tu kusema, lakini kila mtu moyoni mwake anasema, jamani, tunakiona cha mtema kuni. Watanzania tumepigika mno. Hakuna namna ya Watanzania wakasema twende tujaribu miaka 5 mingine. No way. No way. Na sio Membe tu, hata angegombea Dudumizi, watu wangesema Dudumizi, hebu tujaribu na wewe. Watu wamepigika mno. Watanzania tumepigika sana. Kwa hiyo hakuna namna ya Watanzania wakaseme 5 tena. Hapana, wanasema 5 basi. Lakini iko sababu nyingine. Sababu nyingine ni kwamba tupo katika kipindi cha wananchi ambao wana hofu sana na woga mkubwa kweli, kwa sababu ni utawala wa mtu mmoja. Katika dunia ya sasa hutaweza kuona jamii inavumilia utawala wa mtu mmoja. Watataka uongozi wa watu wengi, collective leadership. Wananchi wawe wamesoma hawajasoma, wanataka uongozi wa pamoja, sio wa mtu mmoja. Uteue madereva, uteue madasi, uteue madedi. Unalala upande wa kushoto RC hayupo, upande wa kulia mkurugenzi hayupo, upande wa kichali makatibu wakuu wapo. Unakaa bila job security. Yani watu wanahangaika kweli. Hakuna jamii katika Afrika ambayo ilivumilia vipindi viwili inapotokea hali ya mtu mmoja kutaka kuongoza wote. Kwa hiyo Tanzania haiwezi kuwa exception, haiwezi kuwa exception hata kidogo. Sasa hivi tunachotakiwa Watanzania ni kuondoa woga tu. Woga tu. Moyoni mwako humu useme naondoa woga. Ili siku ya kupiga kura mzee huyu anapata 100, mimi napata 97, msinipe 100, mzee huyu 100 kwa sababu lazima atoe adhabu kwa mambo yaliyofanywa huko nyuma. Mimi 97. Halafu tutafika tunakokwenda. Watanzania na waandishi wa habari, tukiondoa woga. Tukiondoa tu woga, tunaichukua nchi saa 3:30 asubuhi kabla ya saa ya kufunga unywaji wa chai. Asanteni sana. Benki ya Dunia inasema uchumi umekuwa wa Tanzania. Uchumi wakati nchi. Can I respond to that? Please. Alafu I can respond. Na tumekuwa tukilieleza ili mara kwa mara, na kwa ufupi tu kabla Maalim hajajibu swali lake ambalo umeliuliza. Kwa mujibu wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2025, tunapaswa kuwa uchumi wa kati tutakapokuwa tumefikia pato la wastani la kila Mtanzania dola 3,000 kwa mtu au milioni 7,600,000 kwa fedha zetu za madafu. Benki ya Dunia huko nyuma ilikuwa imeweka mstari wa kuingia kwenye uchumi wa kati dola 1,130, ukicross 1,130. Miezi michache iliyopita wakashusha kile kiwango mpaka dola 1,080, na sisi tuko dola 1,086. Kwa hiyo ni jambo la ajabu sana kuona viongozi wakijitoa fahamu, wakisherehekea hilo, kwa sababu tuna lengo ambalo tumejiwekea sisi wenyewe la dola 3,000 kwa mtu kwa kama pato la wastani, na hatujalifikia. Na ili kulifikia ni lazima kwanza muwe na uchumi ambao unazalisha ajira nyingi sana. Sasa hivi tuna uchumi ambao unapoteza ajira nyingi sana. Watu hawana kazi. Na Zanzibar hapa ni mashahidi. Juzi hapa limetokea janga la corona. Uchumi wenu unategemea utalii kwa kiwango kikubwa. Nyinyi ni mashahidi Faruku. Hali ya watu jinsi ambavyo imekuwa mbaya, kwa sababu utalii wa Zanzibar ni mnyororo mzima, wasafirishaji, mahoteli na kadhalika. Watu wako nyumbani, watu hawana kazi, na serikali imeshindwa kutoa fedha kuhami watu. Nchi ya uchumi wa kati ingetoa fedha kuhami maisha ya watu. Ndicho alichofanya Uhuru Kenyatta. Kenya ni ya uchumi wa kati. Baada ya janga lile kuingia, wametoa fedha za serikali kusaidia watu. Sidhani kama mlisikia Tanzania zimetoka fedha kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa hiyo hili jambo la kujijaza upepo ambalo linafanywa na serikali ya awamu ya 5 ni kujijaza upepo tu. Benki ya Dunia hao, na ndio pointi yangu ya mwisho, wametoa taarifa yao
inayoonyesha ndani ya miaka mitano iliyopita Watanzania milioni 4 wamedumbukia kwenye dimbwi la umaskini. Milioni 4. Mwaka 2017 mpaka 2012 wakati wa serikali ya hawa mabwana, serikali ya awamu ya 4, kwa sababu ya kupanuka kwa demokrasia na biashara kuwa huru, watu milioni 1 waliondoka kwenye dimbwi la umaskini. Toka huyu bwana ameingia madarakani mpaka sasa, kwa sababu ya kuminya demokrasia na kuminya biashara, watu milioni 4 wamedumbukia kwenye dimbwi la umaskini. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema wajibu wa serikali ni ustawi wa watu. Serikali ambayo ndani ya miaka 4 inaingiza watu milioni 4, ndani ya miaka 5 inaingiza watu milioni 4 kwenye umaskini, ni serikali ambayo haipaswi kuendelea kuwepo. Kwa sababu ukiongeza miaka 5 mingine, maana ni kwamba utakuwa na watu milioni 10 ambao wanaingia kwenye umaskini badala ya kuwaondoa watu kwenye umaskini. Kwa hizi hadithi za uchumi wa kati ni maneno tu, na ukisoma ilani yetu, ukienda kwenye website yetu, mtaona mambo ambayo ACT itayafanya kwa ajili ya kurekebisha sio tu uchumi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hasa uchumi wa Zanzibar, ili Zanzibar ichukue nafasi yake katika eneo la Maziwa Makuu kama kituo kikuu cha biashara, kama kituo kikuu cha huduma na kama kituo kikuu cha usafirishaji kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndani ya miaka 5 chini ya urais wa Maalim Seif Sharif Hamad tutaweza kufikia hali hiyo. Asanteni sana. Ndugu waandishi, na mimi nashukuru kuweza kutupa nafasi hii ya kuzungumza na Watanzania kupitia kwenu. Suala la Faruk ni kwamba ni swala hili wenyewe wanaita advanced voting, lakini sisi tunaiona ni double voting. Je, ninyi mlikubali hili? Sisi hatulikubali. Na kwa kweli, kwa upande mmoja ni serikali wenyewe hii iko madarakani, hii serikali ya Dr. Shein, kwa sababu wao ndio walitunga sheria hiyo baada ya kuona kwamba hakuna njia ya kuwashinda wapinzani Zanzibar. Ni mkakati wao wa kujaribu kupunguza kura na kuongeza kura zao. Kwanza, katika utoaji wa vitambulisho vya Mzanzibari kazi, wamekata watu wengi sana. Pemba tu more than 30,000 wamekata watu Pemba tu, na hawa wana haki ya kupiga kura. Na mnajua kwamba kwa Zanzibar bila kitambulisho cha Mzanzibari huwezi kupiga kura, kwa sababu hiyo ndio sifa kubwa ya kuandikishwa. Kwa hivyo hapo moja wamefanya hivyo. Pili, ni wakati ambapo wanaandikisha hawa piga kura nyingi, wanaita nini, uhakiki na uandikishaji wao. Hapo vile vile kuna watu ambao wamepiga kura katika nchi hii tangu 95, miaka yote wamepiga kura. Ajabu, mara hii wameondolewa. Ndio mkakati wa sisi kupunguza watu. Lakini kama hiyo haitoshi, ndio kaja na hili kwamba kuna utaratibu wa askari, sio wafanyakazi wa tume wapiga kura siku ya mwanzo, siku moja kabla ya siku yenyewe hasa. Niulize, Tanzania bara walioandikishwa mara hii ni 29 million. 29 million wameandikishwa. Zanzibar ngapi? 500,000. Hivyo hii haja ya kupiga kura siku ya mbele, usingizania ingetokea kule ambapo kuna watu wengi kuliko huku milioni 500,000, milioni moja hafiki. Hawa askari bara ambao wanashughulika na mambo ya uchaguzi ya over 1 million. Sasa hapa je, hapa askari labda vikosi vyote, kwa sababu nia, ingawa tume wanajaribu kuipamba kwamba ni wale ambao watashiriki, lakini tunavyojua sisi watu hawa ni kwamba kila askari ataandikishwa
na kila askari atapiga kura tarehe 27 na atapiga tena 28, na hiyo ndio lengo, double voting. Hilo ndio lengo lao kabisa. Kwa hivyo sisi haturidhiki kwa hilo. Na swali lingine jiulize, tarehe 28 Oktoba kuna uchaguzi hapa Zanzibar, uchaguzi unaosimamiwa na Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar ZEC, na kuna uchaguzi unasimamiwa na NEC. Kuna chaguzi 5 Zanzibar kwa mara moja: uchaguzi wa diwani, mwakilishi, mbunge, rais wa jamhuri na rais wa Zanzibar. Sasa jiulize, kwa nini inakuwa ni wapiga kura wa chaguzi za Zanzibar tu ndio askari wanapewa nafasi hiyo? Je, tujiulize, tarehe 28 hawa hawatakwenda kupiga kura ya muungano? Hawatakwenda kupiga kura ya muungano? Watakwenda kupiga kura. Sasa what is the logic? Huoni logic, isipokuwa ni wizi tu basi, na kuiza. Kwa hivyo sisi haturidhiki hata kidogo, lakini tunasema CCM imekwisha, wafanye wanavyotaka. Nawaambieni kwa Zanzibar CCM ndio mwisho wake mkuu. Asante. Bakari Yusuf yangu. Mimi niko na swali moja kutoka kwa mwenyekiti. Hapo nje amesema kwamba siku 45 hazimtoshi, na kaenda mbali zaidi akasema sanduku lao la kura itakuwa na mambo makubwa. Sasa anadhani apewe siku ngapi zitakazomtosha? Mimi nasema kwanza. La pili, ungetufafanulia hiyo sanduku la kura itakuwa na mambo makubwa yapi? Na hizo la tatu, hizo siku 45 ambazo ndo zipo kwa mujibu wa ZEC, unadhani utafanyaje ili kuhakikisha maeneo yote unafikia? Kwanza nasema kwamba siku 45 miaka yote, experience yangu inaonyesha kwa 2 months kwa Zanzibar, 2 months miaka yote. Hatujui kwa nini mwaka huu tume hii ya Mheshimiwa Hamid wakatoa siku 15 wakazitoa nje, hatujui kwa nini. Lakini la pili ni kwamba yako mambo mengi sana. Je, vipi mtaweza kuyakapa yote hayo? Sisi bwana ni watu ambao mahiri, we have experience. Hizo siku 45 hizo tutajipanga vizuri, yale mambo ambayo yanawagusa wananchi, hayo na to concentrate upon, na mengine yatafuata. Mambo gani makubwa? Rushwa Zanzibar imekubuhu kabisa, from top to bottom. Rushwa wala angalau Magufuli ana nini, lakini hapa nyinyi ambeni kashtakiwa nani hapa miaka yote hii? Nakuambia kwamba hakuna la rushwa Zanzibar. Pili, ubaguzi unapindukia mpaka. Atosha. Asanteni. Tunamaliza Mwinyi na kijana hapa. Naitwa Mwinyi Sadala, natokea Bomba FM Radio. Swali yangu taelekeza kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Bernard Membe. Uzoefu unaonyesha kwamba viongozi walioshika nafasi nyeti katika serikali ya CCM wanapoondoka kwenda kujiunga na vyama vya upinzani wanakuwa hawadumu maisha yao kisiasa. Labda wewe Mheshimiwa Membe, unawathibitisha vipi wanachama wa ACT Wazalendo kwamba utadumu katika kufanikisha malengo yako baada ya kuwa na hofu hasa kutokana na yaliyotokea pande ya upinzani ulipokea kishindo kikubwa sana waziri mkuu mstaafu wa Lowassa na baadaye Mheshimiwa Fredrick Sumaye, na baadaye sasa hivi wamerudi chama tawala na wamekuwa sehemu na kupiga vita ule upinzani walikuwa wanasema mwanzo mzuri. Sasa wathibitishie wanachama kwanza wewe utadumu vipi. Lakini swala langu la pili,
Bernard Membe, watu wanaokufahamu ni kwamba umefanya kazi na serikali karibu awamu zote 5 kasoro awamu ya 5 tu. Kwa hiyo unaijua system vizuri na serikali yenyewe na hata chama. Unasema kwamba miaka 56 hii 59 miaka 56 ya uhuru bado matatizo ya kiuchumi yapo Tanzania. Ya. Na sasa hivi tunasema hali ya uchumi imezidi kuwa mbaya zaidi. Hebu tuambie labda nini tatizo mpaka hii mifumo ya shule kusonga mbele tunabaki tunapiga mabishani. Na swala langu la mwisho, kuna dhana inazungumzwa na wapenda mageuzi, baadhi yao wanasema Membe ni mwanadiplomasia, wengine wanasema Membe shushushu mbebezi na wengine wanahofu wanasema kwamba huenda ikawa ni sinema ya sisi kuendelea kudhoofisha upinzani, hasa mnapoona vyama fulani vinaanza kupata nguvu kama ACT katika mvuruge kama ilivyovurugika Chadema, ili hebu liondoe hofu. Hebu nianze na ile la mwisho alafu nirudi hivi. Nirudi backward. Au ulikuwa unaendelea? Au unaanza na la mwisho? Labda unaniambia nini? Hata nateremka nayo. Subiri kwanza. Usije ukanichanganya. Subiri kwanza. Nianze na hili la mwisho hili. Kachero mbobezi au shushu mbobezi aliyetumwa na chama. That's the message. Hapana, CCM isingeweza kuriski hivyo. Wasingeweza kumfukuza mtu hadharani, alafu akamdhalilisha hadharani, alafu tukadhani kwamba ni mkakati tu wa CCM kumhamishia huyo mtu mahala fulani ili aweze kupinga. Kusimama vizuri sana. Angeweza kusimama vizuri sana. Lakini nataka nijirudie tulichokizungumza Dar es Salaam. Zitto nimekutana naye baada ya Februari mpaka leo, nimekutana naye zaidi ya mara 3. Na Zitto nikamweleza gombea. Akaniambia hapana kaka. Hii nchi imevurugwa sana. Nchi hii imeshovurugwa mno, inamhitaji mwanadiplomasia wa aina yako. Tazameni, nchi imekuwa isolated, yani imetengwa na dunia mzima. Tuko peke yetu kama kisiwa. Kwenye corona wanasema tukua na corona, tukua na ugonjwa wa corona, na tumesaidiwa na Mwenyezi Mungu pamoja na moshi tuliovuta. Nini? Na kuswali. Alafu tumegombana na Afrika Mashariki, hatuelewani nayo, nchi za Afrika Mashariki. Tumezozana tayari na nchi za SADC. Tumezozana tayari na African Union na Commission ya Human Rights. Tumezozana tayari na Umoja wa Mataifa. Bwana mkubwa hajaenda hata siku moja kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wala Baraza la Umoja wa Mataifa lenyewe, hata siku moja katika kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo Tanzania tumejitenga. Sasa anayeitwa Kachero mbebezi kwamba ameenda kule, yani ametoka kule kuja kutibua huku alafu iwe kule, hapana. Tanzania imejivuruga yenyewe, imejivuruka to the extent kwamba mpaka sasa hivi mtu unaona aibu kwenda nje ukasema unatoka Tanzania. Hauwezi kuwa mkakati wa serikali kwamba tumtoe fulani alafu huku inajiua yenyewe ili hiyo akavuruge ACT. ACT si chama cha kuvurugwa na kada mmoja wa CCM hata kidogo. Sasa hivi ndio wanakonda kule, wanasema la, kumbe hivi ndivyo hivi. Kwa hiyo la kwanza nitaka niseme, lakini la pili, sasa Edward Lowassa, Sumaye, umenijibu vizuri kiongozi wa chama. Mimi nilifukuzwa kama hawa wenzangu. Labda kama Maalim Seif una nia ya kurudi CCM, maki ndio dira yenyewe. Alifukuzwa mpaka sasa hivi hajarudi. Kwa nini mimi nirudi? Wale wazee wawili mnaowasema walikuwa mawaziri wakuu. Kwenye uwaziri mkuu kuna marupurupu ya mawaziri wakuu. Kuna posho pale, kuna ulinzi pale, na kuna vitu ambavyo wanavipata kama mawaziri wakuu wastaafu. Ni kweli akienda akayakuta magumu sehemu fulani, anaangalia nyuma anasema potelea mbali, nichekeni, ngoja niende nikale. Mimi sina marupurupu ya kunirudisha CCM. Sina posho itakayonirudisha kule,
sina fedha zitakazonirudisha huko, sina gari nitakayopewa huko VX80, sina cha kunirudisha. Nimefungiwa milango, nimefika mahala ambapo najisikia raha mustarehe. Kwa hiyo nimefika nyumbani, lakini sio hilo tu. Sasa tunashika uongozi mwezi Novemba. Huyu mwenzangu anakuwa rais wa Zanzibar, mimi nakuwa rais wa Jamhuri. Nirudi kufanya nini wakati nimeshoshika kitu jiani, nimeshoshika kitu mkononi? Hairudiki. Anayerudi ni mwenye dhiki. Mimi kwanza ni mshauri wa chama, lakini Novemba nina cheo changu. Sasa mimi nirudi, sisi mnaweza kunifanya mimi niwe mshauri mkuu wa chama? So naomba tena tuende na mazingira yaliyopo, mazingira ya Mheshimiwa Lowassa na Sumaye kujiunga na vile vyama ilikuwa ni tamaa, na watu wote wakasema ngoje tuje hapo. Ya kwangu mimi ni siasa. Mwanasiasa haachi kuwa mwanasiasa mpaka anakwenda kaburini. Walidhani kwamba nikiacha kadi ya CCM nimekufa kisiasa. Sasa wale ni wageni, hawajui. Nyinyi mnaojua ni lazima muelewe hilo, kwamba mwanasiasa haachi wanasiasa mpaka anakwenda kaburini, na hapo tu atakapokwenda kaburini, vinginevyo anakuwa active kama nilivyo mimi, mbobezi au unasema nani? Kachero Bernard Membe. So hali ndio hiyo. Swali lako jingine liko ni? Thank you. Hebu sikilizeni. Kipimo kikubwa, tena naongeza pale pale. Kipimo kikubwa ndugu zangu cha hali nzuri ya uchumi. Waangalie walio wengi ambao ni wakulima. Najiulize maswali machache tu. Je, leo mkulima anaweza kumsomesha mtoto wake shule? Maana ndio vipimo vya transformation ya uchumi. Je, mkulima anaweza kwenda hospitali kwenda kuhudumia mtoto wake au mama anapopata ujauzito au shida nyingine yote? Je, mkulima anaweza kununua trekta, akanunua na pembejeo za kilimo bila matatizo anayoyapata kutoka kwenye serikali yake? Je, mkulima anaweza sasa akajiona amebadilika kwamba pato lake kwa eka moja ni kubwa zaidi kuliko huko nyuma alivyokuwa analima? Kwa sababu tunazungumzia wakulima ni asilimia karibu 80 ya Watanzania wote. Kwa hiyo tunapodanganyana na watu wengine kwamba hali ya uchumi ni mzuri, tumwangalie mkulima. Is he transformed? Amebadilika kweli? Mkulima akikwambia leo nina fedha za kutosha, naweza kusomesha mtoto wangu shule, sema Membe ulikosea. Sasa mkulima anaweza kusomesha mtoto wake shule, uchumi umekuwa. Akikueleza kwamba watoto wangu naweza kuwapeleka hospitali na mama anaweza kwenda hospitali kwa hela zangu nilizozipata kutoka kwenye kilimo, sema akina ACT akina Membe mmekosea. Hali ya uchumi sasa ni mzuri. Ndio hali ya uchumi. Muangalie mkulima. Lakini baada ya kumwangalia mkulima, twende kwa mfanyakazi. Mimi namchagua mwalimu. Mwalimu katika kipindi cha miaka 5 iliyopita hajapata daraja, hajapandishwa daraja la mshahara. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita hajapandishwa hajapata nyongeza ya mshahara. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, kama anasafiri kutoka kwenye point moja kuhamia shule nyingine, anajisafirisha mwenyewe. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, hakuna fedha za likizo anazozipata, zile siku 28 zile. Huko ndio kukua kwa uchumi. Hiyo ndio hali nzuri ya uchumi. Asante. Maalim, tupate kumaliza tena. Nilikuwa na swali moja kwa Maalim Seif. Kama kawaida yako. Na tunafahamu kwamba tangu 95 umekuwa ukiingia kugombea nafasi ya urais wa Zanzibar, lakini matokeo yanakuwa ni sasa ni miaka 25 tangu anze kugombea hii nafasi, ukiwa na chama cha wananchi hapa na unagombea tena nafasi hii ukiwa mwaka mmoja haujafika na chama cha ACT utaweza vipi kulinda haya matokeo ya uchaguzi katika kipindi cha mwaka mmoja ambao hujafika, na ushindwa vipi kwa miaka 25 hii nyuma kulinda matokeo yake? Hebu tusitishie kwanza hilo. Na kiongozi mkuu wa chama, swala langu moja tu, hivi sasa kuna mijadala inaendelea na inazungumzwa na wanachama, lakini sasa hivi inazungumzwa na kwenye vyombo vya kutunga sheria. Kuna watu wanatamani mfumo wa kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano kwamba katiba ifanyiwe marekebisho ya katiba, ibadilishwe ili mgombea aliyekuwepo sasa hivi apate kuendelea. Ninyi wanasiasa, nini mtazamo wenu katika swala zima hili la ukomo wa urais kutoka vipindi viwili na hadi iwe
Naam, mimi nasema jimbo lako ni rahisi. Ilikuwa kwenye kafu yote na kiongozi wa kafu alikuwa Profesa Lipumba. Tumefanya kazi naye Profesa Lipumba, kumbe kikulacho mwani mwako. Kwa hivyo sasa tumejiunga na ACT Wazalendo. Mmemsikia kiongozi chini hapo, mmemsikia kiongozi hata kutaniwa hata nini. Kwa hivyo tunawaambia serikali ya Bwana Magufuli na Bwana Shein kwamba sisi tunataka uchaguzi huru na wa amani. Mimi ndo commitment ambao nataka na Mwinyi itoe kwamba nikishindwa katika uchaguzi huru na wa haki, I will be the first kumpa mkono na kumpongeza na kumtakia heri. Atoe kauli kama hiyo Mwinyi hadharani kabisa, atoe hadharani, lakini otherwise kiongozi shalijibu swali lako. Asante. Tunakushukuruni sana. Bado. Kwa naomba nirudie alichosema Maalim kwamba tunaomba mgombea wa Chama cha Mapinduzi atoe commitment hadharani kwamba akishindwa atampongeza aliyeshinda, na kama chama chake kitapenda atateuliwa na Maalim Seif kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Atoe commitment kwamba yuko tayari kufanya kazi na atakayeshinda. Vinginevyo mimi naamini kabisa kwamba Wazanzibari safari hii hawatakubali tena. Wakishinda wataulinda ushindi wao. Sisi viongozi kazi yetu ni kuwezesha tu, ni kufacilitate tu, sababu ushindi ni wa wananchi wenyewe, wala ushindi sio wa viongozi, na naamini kabisa kwamba viongozi watalinda ushindi wao. Umeuliza swala la kuhusu mihula, sikujui ni kwa nini umeliuliza hapa, lakini mimi naomba nirudie kauli ambayo Jaji Warioba ameisema hivi karibuni kwamba ukiona kundi la wanasiasa wakiwemo wabunge wanalilia muhula kuongezwa, yani kubadilisha katiba ili kuondoa ukomo wa wagombea mtu kuwa rais, ujue sio wale wanaosema, wametumwa na aliyoko kwenye ofisi kusema vile. Sisi kwetu kule Kigoma tuna msemo, ukimuona kifaranga yuko juu ya chungu ujue chini kuna mama yake. Wale wabunge wa CCM au viongozi wa CCM hawawezi kuwa na ujasiri wa kuzungumzia kubadilisha mabadiliko makubwa kabisa ya katiba kama yale kama hawana baraka za mwenyekiti wao. Sasa katiba tayari imeweka ukomo. Watanzania ni wengi sana, Wazanzibari ni wengi sana. Mtu aingie aongoze muda ambao anataka kuongoza, awaachie wengine kwa mujibu wa katiba, na hatuoni kuna tatizo katika jambo hili, wala sio jambo ambalo linapaswa kujadiliwa. Kuna masuala ya kwenye katiba ambayo ni yameshakubalika na jamii, hayajadiliki tena. Kwa hiyo wala hakuna sababu ya kwa nini tuyajadili au hata kuulizwa mambo kama haya. Katiba imezungumzia vipindi viwili vya miaka mitano. Tutaendelea kuheshimu vipindi hivyo viwili vya miaka mitano. Wanaotaka aliyoko madarakani aongeze hata hicho cha kwanza hajakimaliza, wala hana hakika kama atachaguliwa kipindi kingine cha pili, wamtafutie nchi ya kwenda akaongoze hivyo anavyotaka, sio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Habari, tunatoa ruhusa kwa viongozi kwanza tuwape nafasi. Asante sana.